wanaopanga kuzua vurugu na kuweza kutatiza amani wakati wa chaguzi ndogo eneo hilo kuwa watakabiliwa vikali kisheria. Irungu aliyezungumza wakati wa ziara yake katika kampuni ya Rai Paper mjini Webuye katika kaunti ya Bungoma amesema kuwa wameweka mikakati dhabiti ili kuhakikisha kuwa shughuli hiyo itafanikishwa kwa njia stahiki. Macharia aidha amewataka wananchi kuwa makini na walaghai wanaowadanganya kuwa watafanywa kipaumbele kwenye mchakato wa kuwalipa waliokuwa wafanyakazi wa kiwanda cha karatasi cha Pan Paper Webuye. Wapiga kura wakijitayarisha kupiga kura, IEBC ikijitayarisha kuandikisha wapiga kura, na wanasiasa wakiendelea kufanya kampeni zao za kutafuta kura, sisi pia kama asasi za usalama tumejitayarisha vilivyo kuhakikisha kwamba katika hiyo wakati wa kufanya kampeni, wakati wa kufanya uchaguzi na baada ya uchaguzi, sisi tutahakikisha kwamba kuna usalama wa kutosha kwa wapiga kura wote na Wakenya kwa ujumla. So tumejitayarisha vilivyo. We are very well prepared. Tumejitayarisha vizuri kuhakikisha kwamba uchaguzi umefanyika katika mazingira ya amani. Wito ambao tutatoa ni kwa hao wanasiasa ambao watafanya siasa kampeni zao, tunaomba wafanye siasa za ukomavu. Hatutaki kwamba watu wanaingiza matusi kwa siasa, hatutaki pahali watu wanakutana wapinzani wao wanapigana, halafu wengine wanaenda wakichochea Wakenya wengine dhidi ya Wakenya wenzao. Tunataka tuwaambie tu, ukichochea hapa kwa mfano Webuye, kabla uende uchochee hapa kwa Junction, tutakuwa tayari tumekuweka pahali unafaa. Hatutapatia watu nafasi ya kuchochea Wakenya wenzao dhidi ya wengine sababu ya siasa. Pia tutoe wito kwa wale ambao wako katika hizi siasa, tujue palipo ushindani lazima kuwe mshindi na aliyeshindwa. Na tunaomba pia katika zile juhudi tumeweka tukisaidiana na IEBC, tunataka tuhakikishe kwamba kukiwa na mazingira ya amani, uchaguzi wa free and fair, hakuna mtu ataenda kuandamana kwa barabara kwamba alishindwa. So watu wakubali kushindwa na mwingine akubali kushinda. We should not, the way the RC has said, we should discourage politicization of a very serious investment like the one that we have now. Truth be told, the few politicians who are using this as a political weapon is not that they're ignorant. They know very well that it is working. So we just want to remind them, please, let's just be realistic and very objective, because this is something that borders or touches on the livelihoods of every Kenyan, if I were to say. Na tukitoka